Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni leo tena hapa. Leo nimepata wasaa wa kuabudu pamoja na jimbo la Singida, jimbo la Kati hapa usharika wa taasisi, ibada ambayo itakuwa na tukio la kumwingiza kazini msaidizi wa mkuu wa jimbo, na ibada hii itaongozwa na mkuu wa jimbo la Kati, Mchungaji Yohana Mwenyi. Karibu tuungane pamoja katika matukio haya yote mpaka ukamilifu wa ibada hii. Maonyo yangu nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo aiache njia yake. Mtu huyo mbaya atakufa hakika uovu wake, lakini damu mbele za watu nami kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Bwana akujalie neema upate kuyazingatia maongozi haya ya neno la Mungu na kuyatumia katika utumishi wako. Na sasa naomba usikilize wajibu wako kikatiba. Ng'ombe. Katiba ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kati, toleo la 2015, sehemu ya pili inayohusu sheria ya 3, kipengele kile cha D kinabainisha wajibu wa msaidizi wa mkuu wa jimbo, nami mwenyekiti wa katiba Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Dayosisi ya Kati na uwasilisha kwako teule msaidizi wa mkuu wa jimbo. Kipengele cha 47, kuongoza shughuli za jimbo wakati mkuu wa jimbo hayupo. Kipengele cha 48 ni mwenyekiti wa halmashauri ya jimbo ya uinjilisti ya jimbo. Namba 49, kuwa tayari kupokea wajibu wowote unaopewa na mkuu wa jimbo unaohusu shughuli za jimbo. Je, uko tayari kutumika katika wajibu huu wa msaidizi wa mkuu wa jimbo la Kati? Ndiyo, kwa msaada wa Mungu niko tayari. Je, utakuwa mwaminifu kutimiza wajibu na majukumu ya ofisi ya jimbo kwa kufuata katiba ya Dayosisi ya Kati? Ndiyo, niko tayari. Mungu anisaidie. Utakuwa tayari kushirikiana na viongozi na watumishi wengine katika jimbo pamoja na Wakristo wote katika utendaji wa kazi ndani ya jimbo? Ndiyo, niko tayari kushirikiana nao. Mungu anisaidie. Sasa ni kuombe ukiri imani yetu ya Kikristo, imani ya mitume. Kanisa naomba tusimame. Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na mwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Ponto Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya 3 akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Je, wapendwa wa Kristo, watumishi wa kanisa, wachungaji, viongozi wengine wote, mtakuwa tayari kushirikiana na mtumishi huyu na kumtunza kimwili na kiroho ili apate kutimiza wajibu wake vyema? Naomba ugeukie madhabahu. Mungu mtakatifu, umetuagiza tuombe ili tupate watendakazi katika shamba lako. Kwa neema yako kuu umetupa mtumishi huyu katika jimbo letu la Kati. Tunakuomba umjaze roho wa imani apate kutumikia kwa ujasiri
Umjalie kulihubiri neno lako na kulifundisha kwa uaminifu, wengi wapate kuokolewa. Mungu mwenye uwezo wote akuimarishe upate kutimiza vyema wajibu wa msaidizi wa mkuu wa jimbo. Kwa mamlaka ya neno la Mungu na kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, ninakuingiza katika wajibu huu wa msaidizi wa mkuu wa jimbo la Kati katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, akuinulie uso wake na kupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa kwa mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Yesu Kristo asema, kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Na sasa uenende kwa amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, ukimtumikia Mungu, ukimtumikia Kristo kwa uaminifu na furaha katika maisha yako na katika utumishi wako. Amen. Asante. Sasa tunaomba ushike mdogo. Saidieni hapo. Baba, tumpongeze kwa vigelegele na makofi mengi. Mengi.